Kosa lingine lililowafanya watu wengi wamekuwa masikini na watumwa ni kukosa mwendelezo katika vitu ama mambo ambayo wameanzisha kuyafanya. Wamekosa mwendelezo. Leo ni ngumu sana kweli, kesho itakuwa ngumu zaidi, lakini kesho kutwa kutakuwa na nuru. Haya ni maneno ya Jack Ma. Umefanya kitu leo ukaona kinakupa changamoto. Unapambana na hizo changamoto, hatimaye unazimudu. Unaendelea mbele, unakutana na changamoto zingine. Nikwambie, usikimbie. Pale ulipoishia jana ndipo unapotakiwa kuanza leo. Endelea kupambana, kuna nuru mbele ya safari yako. Kamwe usikate tamaa. Mafanikio makubwa hujenga na mwendelezo mdogo mdogo unaofanya. Jiwekee malengo madogo madogo na kuyapambania kwa bidii kubwa sana hadi kuhakikisha unayafikia. Ukishafika lengo fulani, unajiwekea lengo jingine. Jifunze kushindana na wewe mwenyewe wa jana. Hapa nitatoa mfano kidogo. Nilipokuwa shule nikisoma, kuna rafiki yangu mmoja ambaye siku moja alifaulu sana. Alikuwa wa kwanza darasani. Maksi alizozipata katika karatasi yake ya mtihani zilikuwa zinaridhisha sana. Alipata ufaulu wa alama 90. Wakati huo mimi nilipata ufaulu wa alama 50, na nikawa ni mwenye furaha kubwa sana kwa sababu nilivuka kiwango cha 35 ambacho mwalimu alisema atakayepata chini ya 35 nitamchapa, nitamwadhibu. Mimi nilivuka kile kiwango cha mwalimu, nikawa mwenye furaha sana. Cha ajabu, rafiki yangu huyu yeye alikuwa amepata alama kubwa zaidi na alikuwa anatuongoza darasani. Nilipomuuliza kwa nini unakuwa na hali ya huzuni ili hali unaongoza darasani, akasema kwamba hayakuwa matarajio yake kupata ufaulu ule. Ndio ameongoza darasani, lakini matarajio yake alitarajia apate alama 95 za mtihani. Kwa hiyo malengo yake yalifeli. Ndicho kitu kilichokuwa kinamuumiza. Pale nilichukua funzo kubwa sana la kushindana na mimi mwenyewe. Nikajifunza kwamba malengo madogo madogo hutupa mwelekeo mzuri kuelekea kwenye kilele cha ndoto zetu. Usiache kujaribu. Hata kama ukidondoka, usiache kufanya. Ukianguka, inuka ufanye. Ukianguka tena, inuka ufanye. Na ukianguka tena, inuka ufanye. Usiache kujaribu mpaka pale utakapofanikiwa. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.